Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu, Mtanzania mwenzangu. Kwa majina yangu naomba nijitambulishe kwako. Ninaitwa Mchungaji Amuleke Mwangoje, mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God pale Siha wilayani Dachkona. Leo Mungu amenipa ujumbe nikuletee kwako wewe Tanzania. Ndio maana unaniona niko hapa. Wewe unanisikia na wewe unanitazama, liko kusudi juu ya maisha yako ambalo Mungu amenipa. Inawezekana umejiuliza muda mrefu maswali yako ukuweza kupata, lakini jibu lipo katika Mungu wakati huu. Naomba tulisha moyo wako na akili yako, sikiliza kile Mungu ambacho anataka kukutendea kwenye maisha yako. Zekana umekuwa umefadhaika, kata tamaa, ukujua utafanya nini, lakini yuko Mungu sasa hapa. Basi wakati tunakwenda kwenye ujumbe huu ambao Mungu amenipa kuletea, ninaomba funika macho yako tuombe kwa ajili ya ujumbe. Baba, katika jina lako Yesu, asante kwa kunipa kibali hiki na nafasi hii ya kusema na Mtanzania huyu anayenitazama na anayenisikia. Ninaomba Mungu ujumbe huu ukawe ni ujumbe wenye kubadilisha mwelekeo, ujumbe wenye kuinua yule aliyemnyonge, yule aliyekata tamaa akaone ushindi katika maisha ya neno lako. Katika kila neno litokalo katika kinywa chako Mungu halijawahi kubadilika, bali linatenda. Kwa yule aliye tayari kulisikia, Mungu linabadilisha. Ninaomba Bwana, sema na Mtanzania huyu. Bwana, ninaomba ukabadilishe tumaini lake. Yawezekana mwingine alitumaini kwa waganga lakini hakupata msaada, lakini katika neno lako Yesu, ninaomba Bwana likapatikane jibu. Kwa mamlaka ya jina lako Yesu, Roho Mtakatifu, ninaomba uwe mwalimu mwenyewe, ukamseme na huyo mtu, ukamfundishe, ukamwelekeze lile kusudi. Bwana, kila atakapolishikia likafanyike kwa ushindi kwake, katika Yesu Kristo aliye hai. Amen. Leo nina ujumbe ambao Mungu amenipa kwako Mtanzania, ujumbe ulio mzuri sana. Ninaomba ukae tayari kusikiliza na kupokea Mungu analo kusudi kwenye maisha yako. Nina ujumbe ambao Mungu amenipa wakati huu ambao unanisikiliza. Ni ujumbe wa pekee tena wa ajabu, utakufanya uwe mshindi. Usikate tamaa wala usiwe mnyonge. Sikiliza kusudi la Mungu kwenye maisha yako ambalo Mungu amekusudia kulitenda. Nitakwenda kusoma neno la Mungu, lakini kabla sijasoma, ninaomba nikupe kichwa cha ujumbe huu alionipa Mungu. Ni ujumbe unaosema usiyaogope maneno uliyoyasikia. Usiyaogope maneno uliyoyasikia. Nitakwenda kusoma maneno ya Mungu katika kile kitabu cha nabii Isaya, mlango ule wa 37 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 20. Pana habari fulani ambayo ni nzuri sana, siwezi kusoma juu. Ninataka unielewe kile ambacho ninataka kusema na wewe ama kukufundisha siku ya leo, ambacho ndicho Mungu amenipa niseme na wewe Mtanzania. Nakwenda kusoma kama ilivyoandikwa. Neno la Mungu linasema, ikawa mfalme Hezekia alipoyasikia, alilarua nguo zake, akajivika nguo za magunia, akaingia ndani ya nyumba ya Bwana. Akamtuma Eliakimu aliyekuwa msimamizi wa nyumba yake, na Shebna mwandishi, na wazee wa makuhani, nao wamejivika nguo za magunia, waende kwa Isaya nabii mwana wa Amos. Wakamwambia Hezekia, asema hivi, siku hii ni siku ya dhiki na aibu na matukano, maana watoto wa tayari kuzaliwa, wala pana nguvu za kuwazaa. Yamkini Bwana Mungu wako atayasikia maneno ya huyo amiri, ambayo kwa hayo mfalme wa Ashuru bwana wake amemtuma ili amtukane Mungu aliye hai. Na Bwana Mungu wako atayakemea maneno aliyoyasikia. Basi inua dua yako kwa ajili ya mabaki yaliyobakia. Basi watumishi wa mfalme Hezekia wakaenda kwa Isaya. Isaya akawaambia, mwambieni bwana wenu maneno haya. Bwana asema hivi,
usiyaogope maneno uliyoyasikia, ambayo watumishi wa mfalme wa Ashuru wamenitukana. Tazama, nitatia roho ndani yake, naye atasikia kivumi na kurudi hata nchi yake mwenyewe, nami nitamwangusha kwa upanga katika nchi yake mwenyewe. Mstari ule wa 8, basi yule Amini akarudi akamkuta mfalme wa Ashuru, akafanya vita juu ya Libna, kwa maana alikuwa amesikia kwamba ameondoka akaacha Lakishi. Naye alishikia habari ya Tilhaka mfalme wa Kushi ya kwamba ametoka ili kupigana nao. Naye aliposikia hayo, akatuma wajumbe kwa Hezekia kusema, mwambieni Hezekia mfalme wa Yuda maneno haya mkisema, asikudanganye Mungu wako unayemtumaini, akisema Yerusalemu hautatiwa katika mikono ya mfalme wa Ashuru. Tazama, umesikia habari ya mambo yote ambayo wafalme wa Ashuru wamezitenda nchi zote kwa kuziangamiza kabisa. Je, utaokoka wewe? Je, miungu ya mataifa ambao baba zangu waliwaangamiza wamewaokoa? Gozani na Harani na Resefu na wana wa Adini waliokuwa katika Talasari. Yuko wapi mfalme wa Resefu na wana wa Adini waliokuwa katika Telasi? Yuko wapi mfalme wa Hamasi na mfalme wa Arpadi na mfalme wa mji wa Selvaim, wa Hena na wa Iva? Basi Hezekia akaupokea waraka katika mikono ya wale wajumbe, akausoma. Kisha Hezekia akapanda akaingia katika nyumba ya Bwana, akaukunjua mbele za Bwana. Hezekia akamwomba Bwana akisema, e Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, ukae juu ya makerubi, wewe wewe peke yako ndiwe Mungu wa falme zote za dunia. Wewe ndiwe uliyeziumba mbingu na nchi. Tega sikio lako Bwana usikie, funua macho yako Bwana uone, uyasikie maneno ya Senakeribu aliyopeleka ili kumtukana Mungu aliye hai. Ni kweli Bwana, wafalme wa Ashuru wameziharibu nchi zote na mashamba yao na kuwatupa miungu yao motoni, kwa maana hao hawakuwa miungu bali kazi za mikono ya wanadamu, walikuwa miti ya mawe, ndiyo sababu wakawaharibu. Basi sasa Bwana Mungu wetu, utuokoe na mkono wake, falme zote za dunia zipate kujua ya kuwa wewe ndiwe Bwana, wewe peke yako. Nimesoma ujumbe huu kwa makusudi. Huyu mfalme tuliyemsoma hapa Hezekia alikuwa ni mfalme wa taifa la Israeli, alikuwa ni mfalme wa taifa la Yuda, akiliongoza taifa la Mungu. Maana katika taifa la Mungu kulikuwepo wafalme. Hata Hezekia huyu tuliyemsoma alikuwa ni mfalme aliyekuwa amechaguliwa na Mungu, amechaguliwa na Mungu ili kuliongoza ili taifa. Na wafalme hawa walikuwepo wafalme ambao walikuwa na hofu ya Mungu, walikuwa wakiliongoza taifa la Mungu kwa kumhofu Mungu, kwa kumheshimu Mungu, kwa kutembea katika njia za Mungu. Ndipo sasa huyu mfalme wakati analiongoza taifa la Mungu, katika kuliongoza taifa la Mungu kwake kukatokea wafalme wa Ashuru. Mfalme wa Ashuru ni mataifa yale ya Syria. Wale mfalme wa kutoka Syria na zile nchi jirani zilizokuwa zimezunguka lile taifa la Mungu. Waarabu wakina Senakeribu walikuwa ni watu ambao wamepanga vita juu ya Yuda, juu ya taifa la Mungu ili kuingia kulipiga. Ni kweli inaonyesha hapa walikuwa wamefika mazingira ambayo wamepiga mataifa mengi, wameharibu falme nyingi. Wakati wakiendelea hivyo, wakaamua kwenda kulipiga na taifa la Mungu, taifa la Israeli. Wakati huo Mungu alikuwepo na taifa lile, na kila mfalme aliyekuwa na Mungu, aliyekuwa amemtii Mungu, amemhofu Mungu, Mungu alikuwa pamoja naye. Siku moja ukaletwa waraka kutoka kwa Waashuru. Mfalme wa Ashuru akataka kulipiga taifa la Israeli, au akataka kulitawala
taifa la Israeli kama alivyotawala katika mataifa mengine ambayo aliweza kuyaangusha. Sasa ujumbe ukaja wa kumtukana Mungu wa Israeli. Ujumbe huu au barua hii ililetwa na amiri jeshi wa jeshi la Washuru kwamba nimeleta waraka huu, na wewe Hezekia usifikiri Mungu unayemtumainia huyo atakuokoa. Yakaorozeshwa mataifa mengi ambayo waliweza kuyapiga. Mfalme huyu wa Ashuru aliweza kuyaangusha, na ile miungu yao waliokuwa naiabudu haikuweza kuwasaidia. Ndio maana pale chini tumesoma ya kwamba ni kweli wale miungu, zile sanamu hazikuwa Mungu, zilikuwa ni mikono ya wanadamu walioifanya, hazikuweza kuwasaidia, ni kweli. Lakini kwako Mungu na ijulikane kwamba wewe ndiwe Mungu wa mataifa yote na makabila yote, utuokoe. Sasa huyu mfalme akawa ameupokea huu waraka, lakini alipoupokea waraka maana yake ni barua au ujumbe au taarifa, ikaletwa kwa maandishi. Taarifa imeletwa kwa maandishi au barua au ujumbe, yote sawa. Sasa Hezekia alipoufunua akaona ndani kuna matusi, akaona ndani kuna dharau. Mungu wa Israeli ametukanwa. Hezekia akalarua mavazi yake. Unajua maana ya kularua mavazi? Maana yake heshima ya ufalme ikaondolewa. Akaamua kuchukua jukumu la kumtafuta Mungu. Akavaa nguo za magunia. Nguo za magunia tafsiri yake ni kunyenyekea, kushuka, kuacha vyeo na heshima, kushuka kumtafuta Mungu aliyemfanya awe mfalme juu ya taifa la Israeli. Aliposhuka kuanza kumtafuta Mungu. Lakini humu kwenye hii nyumba ya Mungu kulikuwepo watu ambao walikuwa wanaitwa Eliakimu. Wakina Eliakimu walikuwemo humu, wakina Shemna waandishi walikuwepo kwenye nyumba ya Mungu. Ikabidi huyu Hezekia awatume kwamba muende kwa nabii wa Bwana katika taifa la Mungu. Lilikuwa lile taifa haliendi tu kienyeji. Wanapokuwepo wafalme wanaongoza watu au wanaliongoza taifa la Mungu, pia palikuwepo na macho ya Mungu ambaye ni nabii. Hezekia akatuma, maana hawa wafalme zamani walikuwa wanawaheshimu manabii wa Mungu. Ni tofauti na kizazi hiki cha leo, ni tofauti na mataifa haya leo. Kumkuta kiongozi anamheshimu mtumishi wa Mungu au nabii wa Bwana ni kazi ipo. Lakini huyu mfalme akaamua kwa sababu huyu mfalme alikuwa anamheshimu Mungu, ana maongozi ya kimungu, anawaelekeza watu katika njia iliyo sahihi. Akawatuma hao watu waende kwa nabii Isaya kuwaambia kwamba mwambieni nabii kwamba tumetukanwa, watoto wako tayari kuzaliwa lakini nguvu za kuwazaa hazipo. Maana yake tumezalilishwa, Mungu wetu ametukanwa na mfalme wa Ashuru. Hezekia akaogopa sana juu ya ule ujumbe, maana yake vita imetangazwa. Kwa hiyo baada ya vita ile kutangazwa, Hezekia akaogopa sana. Alipoogopa akatuma hao watu waende kwa nabii Isaya. Wakati wale watu wanakwenda, wanafika pale kwa Isaya nabii, kabla hawajaanza kumweleza, kwa sababu yule ni jicho la Mungu, taarifa ilikuwa imefika. Akawaambia, mwambieni bwana wenu Hezekia maneno haya, Bwana asema hivi, usiyaogope maneno yale uliyoyasikia. Usiyaogope maneno uliyoyasikia. Nataka niseme na wewe Mtanzania, kuna nguvu ya kusikia. Nguvu ya kusikia imewaletea watu wengi kufa. Nguvu ya kusikia imewaletea watu wengi hofu. Nguvu ya kusikia imewafanya watu wengi wakose ujasiri. Wamekosa ujasiri kwa sababu ya kusikia. Nataka niseme na wewe Mtanzania unanisikia, yawezekana kwako kuna ujumbe uliweza kuusikia. Walikwambia kwa sababu umefanya hivi haufiki kesho. Wengine wakasema tutaona, wakakutishia ukaogopa,
hofu ikaingia. Wengine wamekwambia huyu uliyemtukana, huyo uliyesema naye, ambaye umefika hatua amekuchukia, mmetukanana, amesema tutaona, haufiki kesho. Ni maneno ambayo wameweza kukwambia, wakakutishia. Maneno uliyoyasikia, wamekwambia wewe hautazaa, ndio maneno uliyoyasikia. Wamesema wewe hautaolewa, ni maneno ambayo umesikia. Wamesema hakika wewe hautajenga nyumba, utakuwa ni wakupanga. Hayo ni maneno, na yako mengi ambayo umesikia. Wengine wanasema hautazaa wewe. Ndivyo ulivyosikia Mtanzania. Umesikia wewe mama na wewe baba, umesema kwenu ukioa hauwezi kuishi na mwanamke, maana nyie mna laana. Ni maneno uliyoyasikia, yamekuletea hofu, kama vile Hezekia alivyoogopa, Lakini mtumishi wa Mungu, nataka nikwambie wewe, mtu wa Mungu, wewe mama uliyekata tamaa, wengine umeenda hospitalini, umeambiwa hautazaa tena. Maneno yale yamejeruhi moyo wako, maneno yale yamekuharibu, yamekufanya usimwamini Mungu, yamekufanya uwe mbali na Mungu, yamekufanya usiwe na imani yoyote kwamba Mungu anaweza kufanya, kwa sababu ya maneno uliyoyasikia. Unayo maumivu mengi yako moyoni, unayo majeraha mengi yamekusunguka, lakini nataka nikwambie leo, Bwana analo neno juu yako. Bwana anayo mabadiliko. Wanadamu wamesema hautaishi, lakini Mungu amesema utaishi. Wanadamu wamesema hautazaa, lakini Mungu alikuumbia uzao, hakika utazaa. Usiogope, sikia ujumbe leo. Upo ujumbe kwa ajili yako. Wengine wamekwambia hautafanikiwa, hiyo biashara unayoifanya hautaweza kufanikiwa. Tuliwaona wengi wanafanya biashara, lakini wako wapi? Tuliwaona wengi, eti na wewe unasema umeokoka. Tuliwaona wengi waliosema wameokoka, lakini wako wapi? Ni maneno uliyoyasikia. Lakini nataka nikwambie, yuko Mungu mwenye uweza, anayeweza kubadilisha hayo mawazo na maneno waliyokwambia watu. Usiogope maneno ambayo watu wamekwambia. Maneno hayo ni ya wanadamu, lakini msikilize Mungu anayosema. Nataka nikupe ushauri leo. Kama ulikuwa haujaokoka, sasa okoka, alafu rudi tumtafute Mungu. Rudi tuje tumwombe Mungu. Nataka nikwambie, Mungu atafanya jambo jipya kwenye maisha yako. Mungu atakubadilisha. Mungu atakufanya uwe mama wa mataifa. Mungu atakufanya uwe mama wa makabila mengi. Walisema hautazaa, lakini Mungu anasema uzao uko kwako. Mungu ataliachilia tumbo lako uzao. Mungu atakufungua na hali hiyo ulionayo. Wengine wamekwambia hautapona. Magonjwa haya yanayokusumbua, tulimuona na fulani, wameorozesha, inawezekana wako wengi, na wamesema kila mwaka waga tunakufa. Sijui wewe kama utapona. Ni hayo ndio yaliyokufanya umekata tamaa, lakini nasema bado Mungu anaweza kukuinua, Mungu anaweza kukuponya, Mungu anaweza kukufanya upya. Lakini ukikubali kuingia ndani ya Yesu, ukikubali kumwamini Mungu, ukikubali kuwaheshimu manabii kama Hezekia alivyofika hatua akaona hili jambo siwezi. Yuko nabii wa Bwana katika Israeli, hakika nitakwenda huko. Maana alikwenda kutafuta msaada kwa Mungu. Aliwaamini manabii wa Bwana, aliwaamini watumishi wa Mungu. Walipomwambia okoka, akakubali. Nasema na wewe ukikubali kuokoka, ukikubali hili neno ninalokuhubiria leo, ukakubali kumtafuta Mungu, nasema hivi, uko ushindi yako mafanikio. Sikia nikwambie, wakati mwingine umeambiwa kwamba kuna mganga wa kienyeji ndio anayeweza. Umeenda kwa waganga na waganga hawajaweza kukusaidia, hawajaweza kufanya kitu chochote. Umefika hatua umeona wewe muda wote ni kufeli, umeona muda wote hakuna mafanikio, umeona muda wote hakuna chochote unachofanya. Unafanya biashara lakini huoni maendeleo. Lakini wako wanaokushauri wanasema wewe, sisi tulienda kwa mtaalamu, yuko mtaalamu anaweza. Nasema usiogope hayo maneno. Wewe simama katika imani, muamini Mungu. Huyu Mungu ndiye anayeweza kusimama na kukubadilisha mwelekeo wako. Anaweza kuibariki biashara yako, anaweza kuachilia uzao kwenye tumbo lako, anaweza kukuponya magonjwa, anaweza kukufanya upya, anaweza kukushangaza ukabaki unashangaa milele. Lakini Mungu huyu ndiye mhubiri, ndiye Mungu aliye hai. Hezekia akaogopa kama wewe ulivyoogopa, akaogopa, akafadhaika, akakata tamaa. Lakini akawepo mtumishi wa Mungu
Bwana akampa ujumbe. Yawezekana ujumbe pia uko kwa ajili yako. Bwana akamwambia Isaya nabii kwamba mwambie Hezekia asiyaogope maneno aliyoyasikia. Kwa nini asiyaogope? Anasema, tazama nitatia roho ndani yake, naye atasikia kivumi na kurudia nchi yake mwenyewe, nami nitamwangusha kwa upanga katika nchi yake mwenyewe. Mungu mwanake ndiye Mungu wa vita. Yawezekana kuna maadui wameinuka juu yako, wameinuka wanapigana na wewe, hata kama ni wachawi wamesimama kwako, wamepanga vita. Vita sio vyako, ni vya Bwana. Bwana atainuka kukupigania, Bwana atainuka kukutetea. Usiogope maneno uliyoyasikia. Inawezekana wengine wamekwambia sijui kesho kama utaamka. Nataka nikwambie, Mungu ninayemhubiri huyu Yesu ninayemhubiri hapa, ninasema huyu ukiingia ndani yake, yeye akikaa ndani yako na wewe ukakaa ndani yake, uko salama. Bwana atakulinda na kukutunza. Hezekia wakati huo akifika kwenye mazingira ambayo haoni msaada, lakini bado tumaini lake liko kwa Mungu. Alimtafuta Mungu. Na kushauri leo, mtafute Mungu, atainuka kukupigania, atakuponya magonjwa yako, atakufanya uwe salama. Watu watabaki wanakushangaa. Watu walikuona umekongoroka, lakini nasema wakati huu Bwana ameleta tumaini jipya. Bwana amekufanya tena upya. Bwana anakwenda kukutengeneza. Bwana anakwenda kuliponya hilo tumbo lako. Bwana anakwenda kukufungua popote ulipo, ukiamini. Inawezekana. Hezekia alipomtafuta Mungu, Mungu akainuka akampigania. Mungu akasimama mwenyewe. Ukiendelea kusoma kwenye ujumbe, ni mistari mingi sana, sijataka kusoma, lakini ukiendelea kusoma, anasema wakati mfalme wa Ashuru amepanga vita, Mungu alifika hatua alisimama mwenyewe. Alisimama Mungu kumpigania. Siku moja akiwa anaingia kwenye kuabudu miungu yake, kwa sababu Mungu alisema atairudia nchi yake mwenyewe, nitainua upanga juu yake. Ikafika kwenye mazingira, oh haleluya, ninamtukuza Bwana. Ikainuka Bwana kainua watoto wake wakainuka. Wakati yuko kuabudu yule mfalme wa Ashuru, mtoto wake akachukua upanga akamfyeka kichwa. Alipomfyeka kichwa, ukawa ndio mwisho wake, kama Bwana alivyoahidi. Ndivyo Bwana atakavyokwenda kuondoa utasa kwako. Ndivyo Bwana atakavyokwenda kuibariki biashara yako. Ndivyo Bwana atakavyokwenda kukuinua. Bwana atakuinua. Waliokuwa wanakudharau watakuheshimu. Wengi watatafuta msaada kwako, kwa sababu Bwana amejitukuza kwenye maisha yako. Bwana ameinuka kukutetea. Naomba niseme hivi, usiogope maneno uliyosikia. Kwenye kusikia maneno kumewaua wengi. Wengi wameambiwa hautapona, wamekata tamaa wakafa. Wengi wameambiwa hautafanikiwa, wakakata tamaa. Katika hali hiyo hiyo wametembea kwa hautafanikiwa. Wengine wamefika tu wamekata tamaa, hawaoni tumaini tena, lakini yuko Mungu anaweza kubadilisha hayo maneno uliyoyasikia. Usiogope, mtafute Mungu. Kinachotakiwa ni hicho tu, kumtafuta Mungu aliye hai, Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Yuko atakutetea, yuko Yesu atakupigania. Utatoka katika hali ya kudharaulika, utatoka katika hali ya utasa, utatoka pale ambapo ulikuwa unajiona ni dhaifu. Bwana atakutia nguvu mpya, Bwana atakuinua. Kwa kusema hayo, ninatumaini umenisikia. Yuko Mungu aliye hai. Yawezekana umeenda kwa waganga hujapata msaada. Yawezekana ndio umefirishika kwa sababu ya kwenda kwa hao. Uliwatumainia wanadamu, lakini wanadamu hawakuweza kukusaidia. Nasema yuko Yesu peke yake. Yesu anaweza kubadilisha kila kitu. Yesu anaweza kuingia kwako. Aliyekuwa tasa akakufungua. Tunawaona wakina Hana walikuwa matasa, Bwana akawafungua, akawapa watumishi wakina Samueli. Tunamuona pia Rebeka alikuwa anaonekana ni tasa, lakini baadaye akafunguliwa tumbo, kwa sababu Mungu alikuwa upande wa Isaka, akamfungua Rebeka tumbo, akazaliwa Esau na Yakobo. Lakini pia tunamuona baba yetu Ibrahimu, alikuwa sasa mke wake ni tasa, akiwa katika hali ya kutokuweza. Alipofikisha umri wa miaka 90, Bwana alifungua tumbo la Sara, akampa mtoto Isaka. Leo ni taifa kubwa la Mungu. Ndivyo Bwana atakavyokwenda kukubadilisha. Bwana atakufanya kuwa upya, atakutoa kwenye hali ya kudharaulika, atakuheshimisha. Walikuwa wanakuita tasa, hautaitwa tena tasa. Walikuwa wanakuita masikini, hautakuwa masikini tena, kwa sababu Bwana
kuinua na kukutukuza, maadamu tu ukubali kuingia ndani ya Kristo Yesu, ukubali kuokoka. Sisi hatuhubiri mazingaombwe, sisi hatuhubiri habari ya kukutabiria tu. Fanya maamuzi ya kuokoka, ya kuingia ndani ya Kristo. Bwana afanye jambo jipya. Amesema, tazama, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya. Tazama, yote ya kale yamepita, hata yamekuwa mapya. Maana yake utasa utaondoka, umasikini utaondoka, kudharaulika kutaondoka. Heshima iko ndani ya Kristo Yesu peke yake. Nashukuru Mtanzania unayenisikia, fanya maamuzi haya. Uliwatumainia wanadamu, hawajakupa msaada, lakini sasa yuko Yesu peke yake. Ninaomba sasa, kama haujaokoka, umeteseka muda mrefu, umetafuta msaada mno, haukuweza kuona msaada, haukuona tumaini lolote kwa wanadamu. Uliwatumainia hao wanadamu, ulipokea ushauri wa kila namna. Mwingine alisema mganga yuko huku, mwingine alisema sijui kuna mtaalamu yuko kule. Kila mtu na majina yake. Yawezekana umeenda hata kwa mitume na manabii, wameweza kukuwekea mikono, hujaona badiliko lolote. Nasema hivi, usikimbilie kwa mitume na manabii, kimbilia kwa Yesu peke yake, uingie ndani yake. Ndiye atakayekufanya upya, atakubadilisha. Kwa sababu uliwatumainia wanadamu, sasa mtumainie Yesu. Funika macho yako hapo ulipo. Ninataka kusema na wewe Mtanzania. Nataka kusema na wewe mwanamke uliyezalaulika. Wewe uliyetasa, hukuona msaada wowote, hukuona tumaini lolote. Nataka niseme hivi, yuko Yesu anakwenda kubadilisha sasa muamala wako. Ingia ndani yake sasa. Utubu dhambi ulizozitenda. Ulienda kwa waganga ili upate mtoto. Ulienda kufanya ushirikina wa kila namna. Wengine mmetambika, wengine mmezindika biashara zenu, wengine hata nyumba zenu. Lakini sasa ninaomba sasa, sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako. Ninaomba unisamehe. Nilienda kuwatumainia wanadamu, na umesema kila anayemtumainia wanadamu kwa kinga yake amelaaniwa. Ninaomba Bwana sasa, ninatubu. Niliwatumainia wanadamu kwamba watanisaidia, nikawakimilia, lakini sikujua kwamba ni wewe Yesu unayeweza kunisaidia. Watoto wanatoka kwako Yesu, baraka zinatoka kwako, heshima inatoka kwako. Sikujua. Ninaomba unisamehe kwa kwenda kwangu kwa waganga kuwatumainia, lakini Bwana, sikupata msaada. Kumbe nilikukosea wewe Mungu. Ninaomba unisamehe. Leo ninarudi kwako, ninaokoka sasa. Ninaomba ufanye jambo jipya kwangu. Bwana, asante kwa sababu unaniwazia mema. Ninaomba unisamehe tangu sasa. Ninakubali kuwa mtoto wako. Ingia moyoni mwangu, unifanye upya Bwana. Tatizo nilionalo, magonjwa nilionayo, laana nilionayo, ninaomba Bwana uiondoe, unisafishe kwa damu yako. Bwana, ninakutumaini wewe. Uwe ngao yangu, uwe msaada kwangu, uwe wokovu kwangu. Ninaomba ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Ninaomba uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima katika Kristo Bwana wangu. Ninaomba uingie ndani ya moyo wangu, unifanye upya tangu leo. Asante Bwana Yesu kwa kunikubali. Asante Bwana Yesu kwa kunipokea. Asante Bwana Yesu kwa kuniona nimekuwa mtoto wako. Asante na nakushukuru. Endelea kufunika macho yako hivyo hivyo, nikuombe sasa, nyamaza kimya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninawaleta wote hawa wa Tanzania, wa baba kwa wamama, vijana wa kiume na mabinti, ninawaleta mikononi mwako, na watoto wote. Bwana, ninaomba rehema yako iwe juu yao. Waliwatumainia wanadamu, waliogopa wanadamu, waliogopa maneno walioyasikia, lakini Yesu, wewe ni msaada kwao. Ninaomba Bwana usamehe uovu wao. Waliwatumainia wanadamu kwenda kuwapa watoto, waliwakimbilia wanadamu wapate msaada, lakini hawakuweza kupata. Lakini leo wametambua. Yesu, ninaomba uwe msaada kwao, wafanye upya, kwa kuwa wamekukiri kwa imani. Umesema mtu akikiri kwa kinywa